Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho leo hii kimeweza kutangazwa. Taarifa nzito kweli kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni yapi hayo ambayo yameweza kujili na kuweza kuchukua sura mpya ya vyombo vya habari wakiweza kuzungumza juu ya taarifa hiyo ambayo imeweza kutolewa muda huu? Ni kitu gani hicho? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa kabisa. Nimeweza kusogezea wakati huu uweze kujua kitu gani ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Young Africans. Ni mazito, utakwenda kujua kwa sababu taarifa ipo kamili. La kabla tujaendelea, kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kimetoa taarifa yake leo hii. Bana, unafahamu ya kwamba kuhusiana na kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwa sasa mambo ni mengi kwa upande wao. Story ni nyingi ambazo zinazungumzwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, ambapo tuanze na ili ambalo nimekusogezea kwa wakati huu kwa sababu yako mengi. Tuanze na ili la Feitoto. Bana, unaambiwa mambo si mambo yamekuiva, mambo ni tayari yako ya moto kweli, ambako inaelezwa kwamba taarifa hii ambayo inayoendelea kwa sasa ndio imeweza kuchukua kwamba uthibitisho wa kile ambacho kilichokuwa kiweza kuzungumzwa juu ya Feitoto kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya wananchi Yanga wamemalizana na klabu ya Azam pamoja na Feitoto, na rasmi ni kwamba Feitoto anarudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaeleza kwamba Insta story ya Feitoto inaeleza mengi kuhusu kesho yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambako inaelezwa ndio anarudi. Unaambiwa kupitia Insta story ya Feitoto kumekuwa na video au picha tofauti ambazo yupo kwenye usi wa Yanga. Wengi wanatafsiri kuwa safari ya kijana kurudi alikotokea imewadia, na sasa ni rasmi ya kwamba Feitoto anarudi kunako katika viunga vya klabu ya soka ya Young Africans. Kumbuka kwamba amekuwa akipigiwa upatu na klabu ya Young Africans kurudi kwenye kikosi chao, kwani wanahitaji kuwa namba 10 bora katika kikosi chao, kwa sababu Aziz Ki safari yake ya kuondoka Tanzania imewadia. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza namna ambavyo ujio wa Feitoto kwenye kikosi cha Young Africans ambavyo utakapokwenda kuwa ni moja kati ya msaada mkubwa kabisa, kwa sababu ndo namba 10 anaaga hivyo kuelekea kule nchini hapa nazungumzia Morocco, ambako katika klabu ya Wydad Casablanca. Lakini katika taarifa nyingine ambayo imechukua uzito kabisa ni kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kutokea hivi karibuni katika mchezo wa Young Africans dhidi ya Fountain Gate, ambapo inaelezwa kwamba kile kilichoweza kutokea kama golikipa wa Fountain Gate ambavyo alichokifanya kikaonekana ni kama ameuza mechi. Unaona bana, taarifa zikawa ni maneno kani mengi kwamba pengine golikipa wa Fountain Gate magoli aliyofungwa na klabu ya soka ya Young Africans hayakustahili kufunga kwake, labda pengine kuna viashiria vya rushwa. Sasa klabu ya soka ya Young Africans yatamka tuhuma za rushwa ligi kuu baada ya tetesi kuenea mitandaoni kuhusu tuhuma za upangaji wa matokeo katika mechi kati ya Yanga na Fountain Gate. Meneja wa habari wa mawasiliano wa Yanga
Ali Kamwe amezungumza hadharani na kuweka wazi msimamo wa klabu hiyo. Kamwe alionekana kushangazwa na kile alichokiita mchezo mchafu unaolenga kuchafua jina la Yanga na alitaka ukweli ujulikane haraka. Tuhuma hizo zilianza baada ya mechi hiyo kumalizika kwa ushindi mnono wa bao 4-0 kwa upande wa Yanga. Mashabiki na baadhi ya wanamitandao walianza kutupia lawama kwa golikipa wa Fountain Gate John Nobo ambaye anatokea Nigeria na pia ni sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Nobo anadaiwa kufanya makosa kadhaa ya ajabu yaliyopelekea timu yake kufungwa kwa urahisi, jambo liloibua hisia kuwa huenda mechi hiyo iliuzwa. Baada ya mchezo huo, taarifa zilieleza kuwa kipa huyo aliondolewa haraka kambini na kurejea na timu hotelini. Zaidi ya hapo, baadhi ya wachezaji wa Fountain Gate walionekana wakionyesha hasira kali wakihisi kuwa Nobo alisaliti timu yao kwa makusudi. Inasemekana baadhi yao walitaka hata kumshambulia kwa hasira baada ya mchezo kumalizika. Kocha mkuu wa Fountain Gate Robert Matano naye akusita kueleza maoni yake kwa vyombo vya habari. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, Matano alieleza kuwa makosa ya Nobo yalikuwa ni wazi mno na yamesababisha timu yake kudhalilishwa mbele ya mashabiki. Alisema kuwa haikuwa kawaida kwa kipa wa kiwango cha juu kufanya makosa kama yale bila sababu ya msingi. Kwa upande wake, Ali Kamwe alisisitiza kuwa Yanga haina uhusiano wowote na matokeo hayo na alitaka mamlaka husika kuchunguza suala hilo kwa kina. Aliongeza kuwa ushindi wao ni halali na umetokana maandalizi mazuri ya timu na juhudi za wachezaji wao uwanjani. Kamwe alitoa wito kwa mashabiki wa soka kuwa na subira na kutopotoshwa na taarifa zisizo rasmi zinazozunguka mitandaoni. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa michezo, uadilifu wa wachezaji na namna ligi kuu Tanzania bara inavyoshughulikia tuhuma za rushwa na upangaji wa matokeo. Mashabiki wengi sasa wanatazama kwa hamu hatua zitakazochukuliwa na shirikisho la soka Tanzania TFF kuhusu sakata hili ambalo linaloendelea kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya soka. Hapa nazungumzia Fountain Gate kuhusiana na golikipa wao Nobo kuweza kufanya kile ambacho kinachoendelea. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba nyota wa klabu ya soka ya Young Africans, hapa nazungumzia Kennedy Musonda, anatarajiwa kujiunga na klabu ya Al Ittihad ya Libya kwa msimu ujao wa 2025-26 akitokea Young Africans. Taarifa ya ndani inaeleza kuwa Yanga hawana mpango kuendelea kubaki na mchezaji huyu. Kwa hiyo ni yeye pia anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Musonda leo hii pia mara baada ya taarifa hiyo kutangazwa, inaeleza katika ulimwengu wa soka la kisasa mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya wachezaji. Ni jukwaa ambalo hutumika si tu kuwasiliana na mashabiki bali kuonesha hisia, matarajio ya hata na mwelekeo wa hisia ya maisha kitaaluma. Hivi karibuni mshambuliaji wa klabu ya Yanga Kennedy Musonda ameibua maswali mengi baada ya kuonekana kufuta picha zote alizowahi kupakia ama kuposti akiwa amevaa jezi za vilabu alivyovitumikia hapo awali, ikiwemo Yanga yenyewe ambayo bado anaitumikia. Hatua hiyo imezua gumzo miongoni mwa wadau wa soka na mashabiki wa Yanga. Kawaida tukio la mchezaji kufuta picha za klabu aliyowahi kuitumikia inatafsiri kama ishara ya kutokuwepo kwa uhusiano mzuri kati ya mchezaji na klabu hiyo au maandalizi ya kuachana klabu hii husika, ingawa haijathibitishwa rasmi kuwa Musonda anajiandaa kuondoka. Dalili hizi huashiria hali ya sintofahamu au mabadiliko yanaweza kutokea ndani ya kikosi cha Young Africans muda wowote. Kwa hiyo Musonda safari yake inaelezwa kwamba ni swala la muda tu kuweza kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii ambayo nimekusogezea.